Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Mpendwa sana, tarehe 12 ya mwezi wa 6 daima huwa tunaadhimisha sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu, lakini kadiri ya kanisa mahalia inategemea sherehe hii, kwa sababu ya ukubwa wake inaweza pia ikapelekwa na kuadhimishwa siku ya Jumapili ili watu wengi wapate kuhudhuria. Katika sherehe hii ya moyo mtakatifu wa Yesu tutafakari sehemu ya maandiko matakatifu kutoka Injili ya Mathayo sura ya 11 aya ya 25 mpaka 30. Mpendwa sana, kanisa linaadhimisha mojawapo ya sherehe nzuri na zenye maana kubwa sana katika maisha ya Kikristo, sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu. Mpendwa, moyo mtakatifu wa Yesu si picha tu ya kidini, ni ukumbusho wa wazi wa Mungu alivyo. Moyo wa Yesu unatufunulia Mungu anayependa, anayesamehe, anayekaribisha, anayeponya na ambaye kamwe hawaachi watu wake. Katika sehemu ya maandiko matakatifu siku ya leo tunamwona Bwana Yesu anasema maneno ambayo watu wengi wanahitaji kuyasikia zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Injili ya Mathayo sura ya 20 aya 28. Tunapaswa kuyatafakari maneno haya ya Yesu kwa umakini, kwamba anatuambia njooni kwangu pale mtakapokuwa wenye nguvu. Asemi njooni kwangu baada ya kutatua matatizo yenu yote. Badala yake Yesu anatuambia kwamba njooni kwangu mkiwa mmechoka katika masomo, mmechoka katika afya, kila kitu. Njooni kwangu badala yake Yesu anasema njooni kwangu mkiwa mmechoka, njooni kwangu mkiwa mmelemewa na mizigo. Na kweli watu wengi leo wamebeba mizigo mizito, mizigo ya kutokusamehe, mizigo ya chuki, mizigo ya dhambi, yote hiyo ni mizigo. Wengine wamelemewa na matatizo ya kiuchumi, wengine wapo shuleni wanalemewa na shida za uchumi, changamoto nyingi, wapo kwenye kazi lakini uchumi bado haujakaa vizuri. Wapo wanaohangaika na familia zao, malezi ya watoto, wengine wanaumia kwa kuondokewa na wapendwa wao, wapo wanaoishi katika hofu na wasiwasi kuhusu maisha ya kesho. Wengine wanachoshwa na kelele ambazo zipo kwenye mitandao, migogoro ya kisiasa, migawanyiko inayozidi kuongezeka katika jamii. Hata jamii zetu zinabeba pia mizigo vile vile kama wewe na mimi, mizigo mingine tunayoibeba. Kutokusamehe, chuki, hasira, yote hiyo ni aina ya mizigo ambayo tunaibeba na inakuwa mizigo kwetu. Kristo anatualika mizigo yote tumwachie yeye. Tumeshuhudia majanga mbalimbali, changamoto za kiuchumi na mvutano ya kijamii. Watu wengi pia wanauliza amani ya kweli tunaipata wapi? Lakini Yesu anatupa jibu rahisi, anatuambia njooni kwangu, njooni kwangu. Kumbe wapendwa, moyo mtakatifu wa Yesu unatukumbusha kwamba kabla kujaribu kuibadilisha dunia au ulimwengu wetu, tumruhusu kwanza Yesu aponye mioyo yetu. Na njia rahisi ya kumruhusu Yesu kuponya mioyo yetu, basi turudi katika sala, kumwomba Mungu mwenyewe ili aweze kutuongoza, kutusaidia katika mambo yote. Daima tumekuwa tukiwa busy na simu, busy na mambo ya kidunia, lakini tumesahau sala. Sala ni kitu ambacho kinatupatanisha sisi, kinatukutanisha sisi na Mungu. Ni kama vile unavyotafuta rafiki au mpenzi, ili kuwa na mpenzi asikuache au kuwa naye karibu zaidi, ili upate kuwa karibu na mpenzi wako, inabidi daima uwe unawasiliana naye. Nguzo kubwa hiyo mawasiliano na kujaliana. Vinginevyo mahusiano yanakatika. Ni vile vile mahusiano na Mungu. Lazima ujikite katika sala ili mahusiano na Mungu yaweze kudumu. Kumbe tenga muda wako kusali kila siku, mtembelee Yesu katika sakramenti takatifu ya Ekaristi na ukae naye kwa utulivu na ukimya. Mweleze shida zako zote Yesu wa Ekaristi. Kumbe moyo unaosali unapata nguvu katika kipindi cha majaribu makubwa. Kama mwili unahitaji chakula ili upate nguvu uendelee kusustain life, vile vile roho zetu zinahitaji pia chakula cha kiroho, sala, sakramenti, ili ziweze kuendelea kusustain, kublossom. Pili, kuchagua huruma badala ya hasira. Tuchague huruma badala ya hasira. Moyo mtakatifu wa Yesu unatufundisha njia nyingine. Moyo wa Yesu uliojeruhiwa lakini aliendelea kupenda.
Yesu moyo wake ulijeruhiwa na mambo mengi, maovu yetu sisi, lakini aliendelea kupenda. Tujifunze kusamehe kutoka kwa Yesu. Kumbe ikiwa tunataka tuone uponyaji katika taifa, jamii, familia, basi uanze ndani ya mioyo yetu. Tujiponye kwanza wenyewe. Tusikubali chuki, uchungu wa moyo wala tamaa ya kulipiza kisasi viweze kututawala sisi. Tuwe ishara ya matumaini kwa watu wengi. Kumbe watu wengi leo wamekata tamaa katika masomo yao, katika ndoa zao, katika uchumba wao, wanakata tamaa. Wanahitaji mtu wa kuwasikiliza, kuwafariji na kuwatia moyo. Leo wapendwa, moyo mtakatifu wa Yesu si jambo la kuheshimiwa tu, ni mfano wa kuigwa. Kila Mkristo amealikwa kuwa na moyo unaofanana na moyo wa Yesu. Moyo unaokaribisha, moyo unaofariji, moyo unaotumikia na unaopenda. Neno moja la faraja, mkono wa msaada, kumtembelea mgonjwa au mpweke, au kushiriki chakula na mwenye uhitaji. Matendo haya makubwa au matendo haya madogo yanaweza kuwa ishara kubwa ya upendo wa Mungu. Ndugu zangu, ndugu mpendwa, dunia haihitaji kelele zaidi, inahitaji mioyo mingi zaidi inayofanana na moyo wa Yesu. Nimalizie kwa simulizi fupi. Siku moja msichana mdogo alikuwa akiutazama mchoro wa moyo mtakatifu wa Yesu. Akamuuliza mama yake, "Mama, kwa nini moyo wa Yesu uko nje ya kifua chake?" Mama yake akatabasamu na kumwambia, "Ni kwa sababu upendo wake ni mkubwa sana kiasi kwamba hauwezi kubaki ndani." Wapendwa, huo ndio ujumbe wa sherehe ya leo ya moyo mtakatifu wa Yesu. Yaani moyo wa Yesu ni moyo ambao hauwezi kuzuia upendo wake, ni moyo usiomiminika kwa ajili ya wote. Changamoto kwetu ni hii. Kila mmoja ajiulize, je, ni watu wanapokutana nasi? Je, watu wanapokutana nasi wanakutana pia na chembe ya moyo wa Yesu? Je, wanakuta wema? Wanakuta huruma? Wanakuta uvumilivu? Wanakuta ukarimu? Wapendwa, tunapoadhimisha sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu, tumuombe neema hii moja. Bwana Yesu, usituruhusu kutazama moyo wako kwa mshangao. Badili mioyo yetu ifanane na moyo wako, ili nasi tuwe vyombo vya upendo, huruma na amani yako duniani. Asante Kristo, asante Mungu kwa muda huu ambao umetujalia. Tumepata kutafakari neno lako. Basi neno hili likapate kubadilisha mioyo yetu, mitazamo yetu na maisha yetu kwa ujumla. Moyo wa Yesu, naomba mioyo yetu ifanane na moyo wako. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.